timu yangu. Mjini Suke kulikuwa na watoto waliopenda kucheza mpira wa miguu. Ijumaa moja, wakitoka shuleni, vijana walikubali kwenda kucheza kwa uwanja karibu na nyumbani kwao hiyo wikendi. Uwanja huo ulikuwa mkubwa na nyasi za kijani kibichi. Ilikuwa mchana wenye jua kali na upepo mdogo uliopuliza. Wote waliketi na kutengeneza timu mbili. Timu zao zilikuwa na wavulana na wasichana. Watoto walikuwa wenye nguvu, wengine walikuwa wenye furaha na wenye kujali. Baada ya kumaliza kutengeneza timu, walianza kucheza kandanda, huku wakikimbia na kushangilia. Timu ya Musa ilikuwa ishafunga bao moja. Halafu, Jess alipiga mpira juu sana na ukaingia kwenye mti mkubwa badala ya goli. Mpira ulikwama kwenye tawi refu. Watoto walisimama na kushangaa. Watoto waliamua kujadili suluhisho. Baada ya kila mtu kupeana wazo lake, wote walikubaliana kwenda kwa kina Jess kuomba ngazi ili waweze kupanda mti na kutoa mpira. Hii inaitwa kushirikiana. Mama aliwapatia ngazi. Walimchagua mvulana mmoja mwenye ujasiri apande juu ya mti. Alif alipanda na uoga kwa sababu mti ulikuwa mkubwa sana. Wenzake walimpigia makofi na kushangilia. Alif, Alif, twende, twende. Alif, Alif, twende, twende. Waliimba, Alif, Alif, tunaweza endelea. Wote walikuwa wenye furaha tele. Hii ilimpa nguvu ya kushuka na mpira mkononi. Mwishowe walicheza tena raundi moja ya kandanda. Kandanda ni mpira wa miguu. Walitaka kupata mshindi kabla waende nyumbani. Baada ya mchezo, walikaa chini ya mti wakunywe maji na kupumzika. Mchezo uliisha 1-1 kwa timu zote. Hatimaye wakati wa kwenda nyumbani ulifika. Walihisi uchovu, lakini pia walikuwa wenye furaha kwa sababu walitatua tatizo pamoja. Funzo la hadithi ni tunaposhirikiana, tunapata suluhisho haraka kwa sababu kushirikiana ni kufanya kazi pamoja, working together. When we work together, we are able to find a solution quickly.